Tulipokea taarifa majira ya saa 1:50 kutoka kwa mfanyabiashara wa gesi anaitwa Deus Clement Kiera. Hapo karibu tu ambia afande kuna tukio la moto Rock City Lodge, moto umetokea. Kujulisha askari kuleta gari eneo la tukio na kujulisha mamlaka kwa maana ya Mheshimiwa DC na vyombo vingine vya usalama. Lakini kama unavyoona eneo la tukio moto tumeudhibiti. Awamu ya kwanza maji yakaisha, tumeenda kuchota maji mara ya pili na sasa tutaendelea kutuliza kudhibiti moto. Na hata nyinyi ndugu zangu waandishi wa habari mnaona hali halisi ilivyo, tumeudhibiti moto kwa kiasi kikubwa. Si ndio? Lakini vile vile naishukuru jamii pamoja na nyinyi waandishi wa habari kwa ushirikiano wenu hadi kukamilisha hilo zoezi. Kwa uchunguzi wa awali mmegundua nini? Uchunguzi wa awali bado, kwa sababu kama unavyoona hapa kuna jiko la kuchoma chipsi, mishikaki na nini. Kwa hiyo baada ya kuzima moto tutaendelea na uchunguzi wa nini, baini nini chanzo cha hilo tukio. Lakini kwa sasa hivi bado shughuli yetu ya kwanza ilikuwa ni kudhibiti moto, kuokoa maisha na mali za jamii. Moto umeanzia wapi? Moto haujeleka vizuri kwa sababu hapo hata tunakuja hapa jikoni na pale upande wa baa palikuwa tayari pameshashika nini moto. Ndio nasema baada ya kudhibiti moto tutabaini moto ulianzia wapi na chanzo kilikuwa ni nini. Ndio. Unatoa wito gani sasa kwa wamiliki hawa? Unatoa wito kwa jamii husika kwa maana ya kwamba kuendelea kutumia namba 114 bure bila malipo, na shughuli za kuzima moto tunazima bure, hakuna gharama yoyote. Kwa hiyo jamii wasio na wasiwasi kwamba tunakupiga simu zima moto kwa ajili ya matukio ya moto au maokozi kwamba kuna gharama. Hakuna gharama, moto unazimwa bure kwa sababu ni jeshi la serikali linatoa huduma kwa jamii kwa ajili ya kuokoa maisha na mali. Kwa hiyo ndio inakuwa na kampeni ya wananchi kwa makini hasa na hizi mioto ambazo yateketea mali zao. Ni kweli kabisa, huwa tunafanya hivyo hasa kwenye makundi. Tunawafuata kwenye hizi guest, tunafuata kwenye makundi ya watu wale kwenye vijio vya kahawa, soko kuu, stendi. Tunatoa elimu shuleni, hospitalini, tunatoa elimu ili watu waweze kukabiliana na majanga ya moto, hasa kuzuia na pindi linapotokea kuzuia moto. Hakuna maafa yaliyotokeza katika mpaka sasa hivi hatujapata taarifa yoyote. Nafikiri baada ya kuzima moto tutaweza kuangalia kwamba kuna tatizo gani, lakini kwa sasa hivi tunapambana kwanza na moto, lakini mpaka sasa sijapata taarifa yoyote na kifo au majeruhi. Sasa tuliingia mpaka kule ndani, kwa hali ni shwari hadi sasa hivi, lakini tunaendelea uchunguzi kubaini nini madhara zaidi yanayotokea. Lakini taarifa za awali mali zinaonekana kuteketea. Baadhi ya viti na jiko hapa naona viliteketea, jiko na baadhi ya viti ndani ya, lakini gari ilikuwa imepaki hapo nje na benki kama unavyoiona ambayo iko jirani iko salama, lakini upande wa kushoto kwako mwandishi wa habari kuna guest hapa na yenyewe pia iko salama. Tangu tarehe 1 mwezi wa 7 mpaka kufikia leo, hili ni kama tukio la 4. Tukio la kwanza sema hili ndio la leo, alafu kuna jingine lilitokea hapa wiki iliyopita. Kwa wiki iliyopita ilitokea pale Nyatukana kwenye zile taa za kuongoza magari. Kuna jiko pia kama hili ilifanyaje, liliungua moto, lakini tuliweza kudhibiti na kuokoa nyumba ambayo ilikuwa inapakana na hilo jiko. Lakini kuna tukio jingine lilitokea nyuma pale jeshini, mtaa wa jeshini, nani vyumba viwili na vitu, lakini tunaendelea kupambana utoaji wa elimu kupunguza nini majanga. Tukushukuru sana, tukutakia kila la heri mapambano mema. Bwana, mimi nawashukuru sana ndugu zangu na waandishi wa habari. Asante sana. Shukrani sana.